Karibu kwa chaneli yangu. Wageni karibu sana, returning subscriber, returning viewers. Mungu wa amani akawabariki kwa support yenu. Wacha neema ya Bwana ikawatoshe. Chochote mnachotamani kutoka kwa Bwana, wacha Bwana akatimishe haja ya mioyo yenu. Swali kusoma leo tunaenda kuangalia kwamba tunapopitia katika hali ngumu, tunapokuwa katika changamoto, tunapokuwa katika mapito, hakika mara nyingi na mtu anafikiria kwamba Mungu yu mbali pamoja nasi, lakini Biblia inatuambia kwamba Mungu huwa pamoja nasi hata katika ile hali ngumu unayopitia. Bwana yu na wewe, hawezi kuacha. Na Biblia yenyewe inasema kwamba Mungu hawezi ruhusu majaribu ya kuja katika maisha yetu, yale ambayo hatuwezi kuyavumilia hadi mwisho. Na tunapopitia katika hizo hali ngumu, Bwana atafungua milango, atatengeneza njia ili tukaweze kupita katika hizo majaribu. Ndiposa pia tunatuambia kwamba Bwana atakuwa upande wetu, atakuwa pamoja nasi hata katika hiyo hali unayopitia. Mungu anakuwa pamoja na wewe, hatuacha tukiwa katika hiyo hali peke yetu, bali yu pamoja nasi, atupe nguvu tukaweza kusimama hadi tumalishe hiyo safari katika majaribu. Tunaposoma maandiko la Bwana kutoka kitabu cha Isaya sura ya 43, tasoma mstari wa 2. Pia tuambia kwamba upitapo katika maji mingi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendako katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuguza. Upitapo kwenye maji mingi nitakuwa pamoja na wewe. Hiyo hali unayopitia, unaona kwamba ni hali ngumu katika maisha yako, mpaka unakata tumaini, unaona ya kwamba hautafaulu, mambo yako hayataenda jinsi ulivyokuwa unayapangia kwa sababu ya shida, changamoto unasopitia kwa hali ya sasa. Biblia inatuambia kwamba popote unapokuwa, hata katika hiyo shida ulio nayo, Bwana yu pamoja na wewe, na hawezi kuacha, na hawezi kuachilia ili ukaweze kuwa katika hiyo hali peke yako. Yu na wewe ili akakupe nguvu, akakupe uwezo, ukazidi kuendelea hadi ukatamatisho hizo changamoto ambazo unasopitia. Ndipo nasema ya kwamba hata unapopita kwenye moto, wali wa moto hautakuguza, maana amekukinga, amekulinda, amekuhifadhi, amekufunika na damu yake. So tunapokuwa katika shida, tusifikiri ya kwamba Bwana alituachilia ndipo sasa tunapitia hizi changamoto. Bwana hawezi tuachilia, na hako pamoja nasi hata katika hiyo shida. Ni yeye tu anakumwambia, mtoto wangu, utaweza, jikaze, vumilia. Baada ya haya utaona mayale mazuri ambayo nimekuandalia. Kwa pamoja na msimama imara, utakuwa mwisho. Kuacha imani yako ikawe juu, wacha imani yako ikasimame. Endelea kuvumilia. Haya ni kwa muda mchache tu, haya yote yatapita, maana hayatakuwa hapa milele. Ndipo sasa nakwambia kwamba katika ile changamoto unazopitia, mtumainie Kristo. Katika ile hali ulio nayo, simama imara katika Bwana. Bwana atakuachilia, Bwana yu pamoja na wewe, atazidi kuwa na wewe kila wakati. Mtu asije akakudanganya kwamba Bwana alikuacha ndiposa unapitia hizi changamoto, hii hali. Sisi wote tunaishi katika ulimwengu, lazima kuna yale mapito, kuna zile changamoto ambazo tunazopitia. Ndiposa nakwambia Mungu yu pamoja nasi, atupe uwezo, atupe nguvu, ukazidi kuvumilia majaribu, uvumilie yale mapito hadi tamati, na utaona Mungu yale amekupangia. Utaona baraka zile Mungu ambazo ametuandalia. Yale unaona kwamba ni magumu, jua ya kwamba hata katika ile hali ulio nayo, Bwana hawezi tuacha. Na tunasoma katika kitabu cha Wafilipi, ukisoma hina mstari wa 13, ambaye anatuambia kwamba nitayafanya mambo yote kwa kupitia yeye anayenipa nguvu, anayenipa uwezo. Mungu ananiwezesha ukayamaliza hayo yote. Hizo changamoto zote utazishinda kupitia yeye ambaye anayetupa uwezo, anayetupa nguvu, ili tukaweza kusimama na kuvumilia katika ile hali unaweza kuwa unapitia. Ni kwa muda mchache tu, yote hiyo hali itatoweka. Pia maisha yako utakuwa na furaha na amani ile uliyokuwa unataka. So sio ya kwamba katika hii hali unafikiria kwamba Mungu aliniachilia, niko hii hali peke yangu, sijui nitafanya nini, sijui nienda wapi. Mungu yu pamoja na wewe, hajakuachilia. Vumilia, simama imara katika maombi, simama imara katika imani yako, simama imara katika kumtumainia Kristo.
maana yu pamoja na wewe. Kila wakati akanakuwa na wewe. Ni wewe tu hauoni, but Mungu ndiye anakuwezesha. Uliamuka huku juu utaamuka. Umeona unaendelea tu na ile chia. Uliona kwamba hii maisha ni magumu, yamenilemea, but uko pale unajikaza. Ni kwa sababu Mungu anakupa nguvu. Ni kwa sababu Mungu anakupa uwezo ili ukazidi kuendelea. Hadi mwisho ndiposa ukaona zile baraka amekuandalia mbele. Jua ya kwamba kuvumilia kwako, jua ya kwamba kusimama imara katika hizo mapito unazopitia, kuna baraka, kuna zawadi Mungu amekuwekea mahali. Ukitamatisha hayo, Bwana atakuwekea ile zawadi yako kwa kuwa mvumilivu, kwa kusimama imara katika mapito ili ukawe mshindi. Zawadi yako inakusubiri. Tusikate tamaa, tusiache kumtumainia Kristo, tusiache imani yetu ikarudi chini katika shida, tukidhani ya kwamba Mungu alituacha. Bali unapokuwa katika hiyo hali ngumu, wacha imani yako ikazidi kuinuka, wacha kumtumainia Kristo kwako ukazidi kuinuka hadi katika ukatamatisha hiyo shida ulizonapitia kwa sasa. Tumeambiwa kwamba Biblia ikubali, ikatupa nguvu, ikatupa motisha wa kuendelea, wa kusimama kutenda sawa sawa na mapenzi ya Bwana, na tutaona ukubwa wa Bwana, tutaona yale mema Mungu ametuandalia. Maana katika hii maisha hakuna kile kitu kitaishi milele. Furaha iko inakuja na inaenda, pia hayo mapito yataenda pia. Simama imara katika Bwana, mtumainie Kristo, wacha akakuongoze, wacha akatende mambo makuu katika maisha yako. Utaona mabadiliko, utaona mambo ambayo usiyoyajua, lakini Mungu alikuwa amekupangia kwa kule kusimama kwako katika Kristo, kwa kule kusimama hata kama maisha yalikuwa ngumu, changamoto zilikuwa mingi, batukana ya kwamba wacha nisimame katika Bwana. Ndiye yeye amenieta umbali na hawezi niachilia kwa sasa. Atazidi kunihifadhi, atazidi kusimama pamoja nami hadi mwisho wa safari. Na Mungu atatenda makuu, atakutunukiza zawadi ya kuwa mvumilivu, mshindi katika shida zote ambazo umepitia. Hii hali ulio nayo, simama katika Yesu, mtumainie, wacha akuongoze, wacha akatende mambo makuu katika maisha yako. Utaona mema Mungu amekuandalia, utaona mengi ambayo Mungu ameweka tayari kwa ajili yako. Tusiwe tukisema kwamba unapopitia changamoto Bwana amekuajilia, Bwana yuko na wewe. La, si hivyo. Bwana yupo pamoja na wewe, hawezi tuacha. Shida, majaribu, changamoto asiwezi tutoa mbali na Bwana, bali upendo wa Bwana kwetu sisi utadumu milele na milele. Haubagui, hausongi, umesimama tu. Anatupenda, anatujali, anatuhifadhi, anatufunika na damu yake. Popote tunapokuwa, jua ya kwamba hauko peke yako. Mungu yu na wewe, ataandamana pamoja na wewe, atazidi kuwa pamoja na wewe hadi mwisho wa safari ya maisha yako katika ulimwengu. Wacha tukaendelea kumtumainia, tukatende sawa za mapenzi yake. Atatenda mambo makuu, atatenda mambo ya ajabu katika maisha yetu. Bwana akawabariki, Bwana akazidi kuwa juu ya maisha yako. Jua ya kwamba Bwana yu na wewe mwisho kila wakati hadi mwisho wa safari ya maisha yako. Asanteni sana. Neema ya Bwana